Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako upendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi chao, kwa kile ambacho kimeweza kuelezwa kwa siku ya leo, ambapo mwanasheria wa CAF ameweza kutoa tamko. Tamko gani hilo? Ni tamko ambalo mimi nimekusogezea hapa mara baada ya yale yaliyoweza kujiri kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo kuweza kuahirishwa kwa kile kilichoweza kutokea mara baada ya klabu ya soka Young Africans kudaiwa na klabu ya Simba kwamba waliwazuia kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, huku Young Africans wao wakisema ya kwamba klabu ya Simba haikutoa taarifa kwamba wanakwenda kuutumia uwanja huo, hivyo basi hakukuwa na mawasiliano yoyote, ikaonekana ni kama Simba wamevamia uwanja. Sasa kile kilichoweza kutokea unaambiwa kimeweza kuzuka kweli kweli, mambo yamekuwa ya moto. Hatimaye mwanasheria wa CAF ameweza kufunguka. Nimefunguka nini? Nimekusogezea hapa, ila kabla tujaendelea kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, iwe ndani ama nje ya Tanzania. Kufanya hivyo utakuwa na uhakika wa kuweza kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo. Hii hapa ni Star Media, karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea. Kufuatia kusimamishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulipaswa kuweza kuchezwa Mei 8, huku kila upande ukiweza kutoa lawama zake. Kwa upande wa klabu ya Simba, wao wanasema ya kwamba chanzo cha kuto kucheza mchezo huo ni Young Africans kuwazuia kufanya maandalizi ya kimwili kwa kufanya mazoezi katika uwanja huo kama vile ambavyo kanuni inaeleza. Lakini kwa upande wa klabu ya soka ya Young Africans, wao wanasema ya kwamba hawakuwa na taarifa yoyote juu ya klabu ya Simba kuweza kufanya mazoezi katika uwanja huo. Sasa kinachoelezwa ni kwamba klabu ya soka Young Africans wao wamesema ya kwamba hawatoshiriki mchezo namba 184 kwenye dabi ya Kariakoo, iwe nani. Wenyewe wametoa tamko lao kwamba hawatoshiriki katika mchezo huo ambao wameweza kuupanga kuweza pengine TFF na bodi ya ligi wanaangalia nafasi ya kuweza kuupachika mchezo huo uweze kuchezwa. Lakini taarifa zilizopo ni kwamba mchezo huo kwa jinsi ambavyo ratiba ipo inaelezwa za ndani kabisa, TPLB huenda wakaupanga mchezo huo ukawa mchezo wa mwisho wa kuhitimisha ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo michezo mingine kwa sasa inaweza ikaendelea, na mchezo wa mwisho utakuwa ni mchezo wa dabi ya Kariakoo ambapo utakutanisha miamba ya Simba pamoja na Young Africans. Sasa kwa kile kilichoweza kutokea, mwanasheria wa CAF ameweza kufunguka yale ambayo yameweza kujiri, huku akiweza kugusia adhabu ambayo klabu ya soka ya Young Africans wanaweza kukutana nayo pindi watakapoweza kukutwa na hatia mara baada ya uchunguzi kuweza kufanyika kwa kile ambacho kinachoelezwa. Inaelezwa kwamba kuwazuia klabu ya Simba kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa ni kosa ambalo linaweza kusababisha adhabu mbalimbali kutoka shirikisho la soka Afrika. Adhabu hizo zinaweza kutofautiana kulingana na ukubwa wa kosa na mazingira yake, lakini kwa ujumla zinaweza kujumuisha ambapo faini, CAF inaweza kuitoza Yanga faini kubwa ya pesa, unaona bana. Lakini kupunguzwa pointi. Katika hali mbaya zaidi, Yanga inaweza kupunguzwa pointi kwenye ligi ambapo kama vile ambavyo kanuni inaelekezwa. Lakini kupigwa marufuku kucheza, CAF inaweza kuipiga Yanga marufuku kucheza mechi katika uwanja
husika kwa muda fulani, yani kwamba Young Africans wanaweza wakapigwa marufuku ya kuutumia uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini sababu nyingine inaelezwa ni kwamba mbali na adhabu kutoka CAF, Yanga pia inaweza kukabiliwa na adhabu kutoka Shirikisho la Soka Tanzania TFF kwa ukiukwaji wa kanuni za Ligi Kuu ya Soka ya Tanzania Bara, kwa kile ambacho imeweza kueleza taarifa ambayo imetolewa na mwanasheria wa klabu hapa nazungumzia wa CAF, akiweza kuelezea haya. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Wewe umeipokeaje?